asante kutuleta hapa. Naomba mapenzi yako yakapata kutimizwa katika ibada ya leo kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Iangalie sana huduma ile uliyopewa katika Bwana ili uitimize. Mungu awabariki. Amen. Mungu ni mwema wakati wote. Atape na utume. Hapo sasa umeshasahau. Atape na utume, tunasema akili kichwani, Yesu moyoni, fedha mfukoni. Haleluya. Amen. Punga mkono kama una furaha. Na niwakaribishe katika ibada ya leo, nikimwalika mwimbishaji wa nyimbo za Kristo apite mbele atuongoze wimbo namba 59. Nimwombe mwimbishaji na wote tutasimama. Tusimame tuweze kuimba wimbo namba 59. Amna waimbishaji jamani? Fanyeni kazi zenu, fanyeni kazi zenu, usiku si mbali, kesheni saa zenu, vumilieni, kwa Yesu tumikeni, na hiyo Injili sana wahubirini, watu wa mbali. Fanyeni kazi zenu, giza yasogea, na wengi wenzi wenu wamo gizani. Msipoteze moja, dakika ni hizi, Bwana atarejea mwisho wa kazi. Fanyeni kazi zenu, hivi jua lachwa, wote walio kwenu apenda Mungu, na sisi tumjuaye, na tuwafundishe, ili Yesu ajaye tumfurahishe. Karibu. Jinsi tulivyo, tutapokea ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru mchana wa leo hivi tulivyo, kwa rehema na wingi wa fadhili ambao umetupatia. Jina lako lihimidiwe.
tumekuja kusikiliza maandiko matakatifu, zungumza na kila mmoja wetu ambaye ameweza kukanyaga mahali hapa. Amen. Bariki kulingana na uhitaji wetu, wewe mwenyewe unafahamu. Tusafishe katika mioyo yetu, turejeshe mara ya pili. Tumepitia wakati mgumu huenda ndani ya wiki nzima, na hivyo tumekuja hivi tulivyo. Tunaamini tunatoka hapa tumepona na tumebarikiwa. Amen. Mhudumu wa leo ambao umemwandaa, mtakase katika damu yako ambayo umetutolea msalabani. Neno atakalotulisha liweze kusikika kwa nguvu, lakini pia uvuvio wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tabasamu, kanuni ya Mkristo. Namni warike tena tunapoendelea na kipindi cha ibada ya leo. Nipende nitoe utaratibu kama ifuatavyo. Katika ratiba ya kwaya kuna kwaya moja tu kama sijakosea ambaye haijaimba, nayo ni kwaya ya uamsho. Kwa hiyo tutawakaribisha katika huduma kuu. Pia sadaka, kwaya ya vijana Mzani pamoja na kwaya ya vijana Lugese mtatuhudumia kwenye sadaka. Nimwalike mtumishi wa Mungu kwa somo la sadaka. Bwana ni mwema na wakati wote. Maandiko yanapatikana Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa 16 mstari wa 17. Ukifika sema amen. Bwana asifiwe. Kila mtu atoe kama awezavyo kwa kadiri ya baraka ya Bwana Mungu wako alivyokupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana awabariki. Mashemasi mtasimama upande huu, alafu tutaingilia upande huu tunaokuja kutoa, baadaye tunatokea huu. Jamani, wangapi wamenielewa? Unaingilia mstari huu, natoa, unaenda unakaa. Kwa hiyo wakati huu tufumbe macho tuombe. Baba mtakatifu, tunashukuru kwa mibaraka yako. Tunakushukuru pia kwa kutupatia siku 7 na siku 6 za kufanya kazi. Kwa kile ambacho umetubariki, tunahitaji kukurudishia wewe. Tunaomba ibada ya matoleo kaibariki. Amen. Tubariki sote, wale ambao hatutapata nafasi ya kutoa na wale ambao tutapata nafasi ya kutoa. Endelea Bwana kutujalia, na pia wale ambao hawatapata nafasi wakumbushe kuwa waaminifu mbele zako. Amen. Tunashukuru sasa na hata milele, ni katika jina la Yesu. Amen. Kwaya nilizozitaja tunaomba twende na muda. Thank you.
Hatujambo tena. Kwa sababu nilikuwa nimeita kwaya mbili na wao ni watafiti na wabunifu, wameona sasa watu wameshaisha. Barikiwe sana. Wangapi wana furaha kama mimi? Punga mkono. Haleluya. Tunaenda katika kipindi cha hotuba kuu, na kwaya niliyoiandaa mweke sawa mambo yenu. Baada ya utambulisho mtakuja. Mwenyekiti, kama nilivyotangulia kusema, leo tumekusanyika makanisa matatu. Sasa nitayatambulisha, kila kanisa litasimama ili waweze kuwaona na kuwasalimia kwa kupunga mkono. Kanisa la kwanza ni mahali ambapo tupo hapa, ni kanisa la Rugese. Naomba washiriki wote mahali mlipo msimame. Kanisa la Rugese wote simameni, ila kuna wengine ni wagumu kusimama. Amen. Haleluya. Amen. Hao ni washiriki wa kanisa la Rugese. Tuna kanisa la Chemchem. Naomba washiriki wote msimame, mpunge mkono. Amen. Tuna kanisa la Mzani. Mahali mlipo msimame, mpunge mkono. Amen. Hao ni washiriki wa kanisa la Mzani. Lakini nilivyosema kwamba mtaa huu ni mtaa wa Kiatabe, nina wanachama wa kutosha. Amen. Wanachama wote ambao mliandikwa majina kwenye zile programu zote za kuhamasisha, yaani wewe unajua niliandikwa jina, na hata kama hujatoa kiingilio tunakutambua wewe ni mwanachama. Haleluya. Na wale mliotoa kiingilio, naomba msimame, msiniangushe sasa. Wewe hata kama uliandika jina, simameni. Msimame. Naona wengine wamekaa na majina ninayo hapa. Simama kama uliandikisha jina lako kuwa mwanachama wa chama cha hata kama hujatoa kiingilio. Naona tayari wameanza kusimama. Mwenyekiti, hao ni baadhi, lakini kuna makanisa mengine hawajafika kwa sababu ya umbali. Tuliona tukutanishe makanisa matatu, lakini tuko zaidi ya makanisa matatu mtaa. Na hao nao waona ni wanachama ambao miongoni mwao wametoa viingilio, na wengine nadhani huu mwaka hauishi, watakuwa wamemaliza. Kwa hiyo huu mtaa nauita mtaa wa Kiatabe. Pendelee kuombea, na pia nikiwahamasisha hata wengine mjiunge na kundi hili. Punga mkono sasa, upunge. Haleluya. Na pia tuna kwaya ambazo zimekwisha kufika hapa.
Naomba nianze na kwaya ya vijana Rugese, msimame mpunge mkono. Amina. Wanapunga mkono lakini mjue tunaenda Chato. Haleluya. Tuna kwaya ya vijana Mzani, mahali mlipo msimame mpunge mkono. Amina. Tuna kwaya ya Rugese Ushuhuda, mahali mlipo ni waombe sasa msimame mtupungie mkono. Hawa ni marafiki na marejeo wamekaa pamoja. Kuna kwaya ya Mzani marejeo, wasimame mahali walipo watupungie mkono. Amen. Na niwajulishe kwamba hawa tayari wanapatikana mbashara. Unaandika jina marejeo, usiandike marejeo Mzani SDA. Narudia tena, andika marejeo Mzani SDA. Ile Mzani haina u, wao akaunti yako ilivyoandikwa ni Mzani. Ukishaandika hivyo tu tayari kuna wimbo wameshautupia, na wimbo ni mzuri kulingana na hali ya nchi tulionayo inavyoendelea, unafariji. Kwa hiyo wanaomba ushare na kulike na kucomment na kusubscribe. Haleluya. Hii kuitamka mpaka umekula mlenda kidogo. Lakini nimeiweza. Wanawakaribisha muweze kuwa support ili waweze kuongeza, wanasema viewers. Hiyo nimepata wengi. Na lengo lao ni injili. Haleluya. Hebu punga mkono. Pia ushuhuda na wao ni kama vile niliwaona. Wao akaunti yao sijaikumbuka. Imeandikwaje? Philibert Rugese SDA. Kwa hiyo ukiandika hivyo tu tayari nyimbo zao unaziona na unakuwa marafiki. Niendelee sasa kutambulisha wageni. Tuna mwenyekiti wetu wa ATAPE ambaye anasimamia jimbo la West Tanzania Conference na North NWTF, ambayo ni filidi yetu mpya ambayo bado ni changa, lakini mambo yake yanaenda kwa kasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndiye atakuwa mnenaji wetu katika ibada ya leo. Tunaye mgeni mwingine ambaye ametufikia, anaitwa Beatus Philibert. Huyu anatokea Karagwe na mwenyekiti wetu na yeye anatokea Karagwe. Naomba sasa mwenyekiti, simama upunge mkono. Najua una muda wa kunena. Mwenyekiti wetu, simama upunge mkono. Amen. Nimwombe Beatus Philibert. Amen. Tunaye Steve au naweza kumuita Steven Vincent kutoka Benako. Pia mimi ambaye ninaongea, ambaye ni mwenyekiti katika sabato ya leo, ninaitwa Israeli Nehemia Kayanda, ni katibu wa ATAPE wilaya ya Biharamulo, pia ni mjumbe wa kamati ya maendeleo ya filidi. Pia bila kuwasahau mashemasi, mahali mlipo ni waombe msimame mtupungie mkono. Bila kusahau wanaofanikisha sauti hii isikike, naomba msimame mpunge mkono, mafundi mitaa. Yaani hawa wakichokoza kidogo hii sauti inapungua. Na waheshimu sana. Japo kwa wanasema kwenye sherehe wanasahaulika.
akawa naomba maji, jamani maji. Kwa hiyo hawa watu ni wa muhimu. Hawa ndio wanatufanikisha angalau sauti sikike iende mbali. Kwa hiyo mbarikiwe sana, endeleeni na kazi hiyo. Kwa muda huu sasa nialike ile kwaya ambayo tumeiandaa kwa huduma ya leo, nikiwaomba wote washiriki wote tuweze kubarikiwa na ibada ya leo, na Mungu atakubariki kweli ikiwa umejiandaa kubarikiwa. Haleluya. Kwa hiyo baada ya kwaya hii atasimama mnenaji, kwaya itakayotutawanisha sasa. Kwaya ya marejeo mtakutawanisha. Okay. Naam, ni wakaribishe sasa wale mnaotufuatilia katika Kabengo TV. Ninawarika mpenzi mtazamaji na msikilizaji ambaye unatufuatilia katika chaneli ya Kabengo TV. Tunaendelea na kipindi cha ibada, na sasa tumeikaribisha kwaya ya Chemichemi iweze kutubariki kwa wimbo, na baada ya hapo atasimama mnenaji wetu, mwenyekiti wa ATAPE, anaitwa Dennis Weichungura, anatoka Karagwe. Kwa hiyo wewe unayetufuatilia ukiwa katika ofisi, ukiwa majumbani, ukiwa sehemu yoyote, tunakukaribisha katika familia ya Kabengo TV. Share na comment iwe miongoni mwa familia ya Kabengo TV. Ninawakaribisha katika ibada ya mchana wa leo. Endelea kubarikiwa, baki hapo ulipo, hautajuta, ni baraka itakujia. Naomba sasa kwaya mwapungie washiriki mkono. Hii kwaya ni ya Chemichemi, inaitwa Uamsho. Nilikuwa nimesahau mabosi wangu, wazee wa makanisa wote wa makanisa hii haya matatu, naomba msimame mtupungie mkono mahali mlipo, wazee wa makanisa wote. Haleluya. Amen. Naam, sasa tumkaribishe mtumishi wa Mungu. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Asante sana katibu wa ATAPE wilaya ya Biharamulo. Nilikuwa niko makini kusikiza, nilikuwa nimesha note hapa. Kama hujatambulisha wazee inabidi nianze hilo ili isije ikawa kesi. Nisije nikatolewa, maana bimbali hii ni ya kwao. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nashukuru kwa vile umeshtukia haraka na Roho Mungu amekuongoza. Amina. Roho ni yeye yule. Kwa hiyo niko salama. Wazee wa kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Na wametabasamu kabisa, isipokuwa mmoja atatabasamu mbele ya safari. Haleluya. Nashukuru kwa vile tumepata fursa hii, mimi nikiwa mzee wa kanisa mwenzenu. Namshukuru Mungu. Pokeeni pia salamu kutoka kanisa la Kayanga. Ni marafiki zenu wanawasalimu. Tunamshukuru Mungu kwa vile anaendelea kutupigania pamoja. Nishukuru sana kwaya, na naendelea kuzishukuru tena. Kutenga muda kutunga nyimbo hizo sio rahisi. Kutunga umefundisha, umerekodi, mpaka mkasema Sabato nitavaa sare, sio jambo dogo. Bwana asifiwe. Amen.
imependeza. Amina. Natamani baadaye tupige picha na kwaya zote. Amina. Natamani angalau hiyo picha niwe nayo na marafiki zangu. Alafu baadaye nitakuja kuangalia, msije mkanikimbia, lakini kifika Chato pale nitakuwa naangalia sura moja moja hapa hapo, nauliza huyu yuko wapi? Kwa hiyo msije mkakimbia, wote tuwepo tupige picha pamoja kwa kiroho safi kabisa. Haleluya. Kwa kweli nimenyenyekezwa na kwaya zote, kwa vijana Ugese, kwaya vijana Mzani, kwaya Ushuhuda, kwaya Marejeo. Barikiwe sana, nyimbo zenu ni njema sana. Nikawa nasema mwanzoni alipoimba ile kwaya ya mwanzo kabisa, nikasema sasa ngoja nikawa nachukua ujumbe wa hiyo kwaya. Baadaye kaja kwaya nyingine, sasa nitachukua upi? Lakini zote ikawa ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kwa nimebarikiwa nazo. Baadaye kibidi zirudiwe, zimenibariki sana. Mpaka Roho wa Mungu akaniongoza kwamba sasa kwa vile zote zimelenga kwa ujumbe fulani, basi huo ndio utolewe. Haleluya. Kwa itakuwa ni ile. Sabato iliyopita nilihudumu pale Kayanga. Sasa ikatokea issue moja, kwaya ikaimba nyimbo fulani ambazo nilikuwa na sikuwepo kwenye zoezi wala nini. Nimeambia pia nafundisha hiyo kwaya. Nikawaambia, nadhani Beatrice atakuwa shahidi, nikaambia sasa. Baadaye akaja kiongozi wa anayetoa somo la watoto hapo, akatoa somo fulani na somo la kwenye madhabahuni akatoa somo. Sasa nikaona mbona ujumbe ni kama ni ule ule. Kwa hiyo sema nikatoa tu wito. Nikasema tutakutana kwenye huduma ya jioni. Washiriki wakawa waamini, nikasema tuseme tuombe, ibada imeisha. Kwa hiyo tusoma fungu tukatawanyika. Nikasema tutakutana mchana. Wengine wakabaki wamekaa. Hivi kweli ibada imeisha? Kama nimeshaisha hivyo, mwende alafu kusanya nguvu nyingine. Sasa mimi hapa tufanye hivyo. Basi nasi ikatafuta ugomvi. Tabiri tumege na mkate wa uzima pia. Haleluya. Amina. Japokuwa umeshamwagwa kutoka kwa wanakwaya na kwaya hizo. Kabla yote hivi nafanya kazi nzuri. Mimi nimesha subscribe. Inatamkwa hivyo ndugu yangu. Sawa? Baadaye wewe tusheni tuanze, lakini huko vizuri. Amejitetea baadaye kwamba nimefanyaje, nimeweza na kweli nimeweza. Haleluya. Shida ya haya maneno, usiongee kwa hofu. Yaani ukiongea kwa hofu umemaliza. Umejimaliza mwenyewe. Kwa hiyo tamka tu haraka haraka hivyo, watajua mbele ya safari watafanyaje. Ndio unapatia hivyo. Hebu tuseme wote subscribe. Sio hata ulipoanza kusita umepata tabu ni rahisi namna hiyo. Kwa mimi nimesha subscribe. Kwa na wewe unaweza ukasubscribe ili mambo yaweze kwenda sawa. Niliongea kuhusiana na habari za wanachama. Nashukuru sana wanachama ambao walishajiunga na wengine ambao wanaendelea kujiunga. Utaratibu wa kujiunga ni rahisi. Jambo la kwanza mimi ninachokiangalia ni mtu nia ya kujiunga, hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni kujisajili kwenye mfumo ambao tunaweza tukapeana maelekezo baadaye namna ya kujisajili. Wengine kwa namna unaweza kusajili mwenyewe. Hiyo ni jambo la pili, kujisajili kwenye mfumo uonekane mle. Jambo la tatu ndio inakuja kiingilio sasa. Yaani umeshaelewa hayo yote, umeshafanya na kuja kiingilio. Mbona kiingilio ni 10,000 ambayo hiyo inalipa mara moja tu. Na hii ni kwa ajili ya kusaidia wakati wa kupatikana vitambulisho. Atategemea ikiwezekana mwezi wa 12 pia vitambulisho viwepo. Kwa hiyo hiyo inatusaidia kwenye uzalishaji. Lakini inabaki tu ile ulishaji wa kila mwaka 25,000 kwa mwaka, ambayo hiyo ni kwa ajili ya uendeshaji wa chama pamoja na masuala mengine ya kiutume. Kwa hiyo ni rahisi namna hiyo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo usiwe kaogopa ukasema sasa hii ni ya watu fulani. Hii ni ya watu wote. Chama hiki ni cha watu wote, washiriki wote wenye uwezo tofauti. Na baadaye pia kama nimesema nitaonana na wanakwaya, lakini nitaomba pia nionane na wanachama ambao walishajitoa na ambao watajitoa, ambao wamejitoa leo, ili tuweze kuongea pamoja mambo ya kichama, na kama kuna mtu ana swali pia atauliza. Lakini sambamba na hiyo, mchana kama kutakuwa na mtu mwenye swali, nitatoa fursa hiyo. Kwa hiyo ninaomba
tusikose fursa hiyo. Kwa vile ni muda wa ibada, basi ni wakaribishe. Naam, tutasoma mafungu yafuatayo. Kitabu cha Mathayo, nilisema naenda kwenye ujumbe ule ulioimbwa, Mathayo 25 mstari wa 14 mpaka 30. Mathayo 25 mstari wa 14 mpaka 30, nenda kwa haraka mpaka mwisho. Inasema, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampatia mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadri ya uwezo wake, akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingi 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5. Tazama, talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuni usipopanda, wakakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe ni mtumwa ambaye ni mlegevu. Ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu katika watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi nyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kila alicho nacho atanyang'anywa. 30. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Amina. Amen. Luka 19 mstari wa 12 mpaka 24. Inasema, basi akasema, mtu mmoja Habaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Lakini watu wa mji wake walimchukia, wakatuma wajumbe kumfuata na kusema, hatumtaki huyu atutawale. Ikawa aliporudi ameupata ufalme wake, aliamuru waitwe wale watumwa waliowapa fedha, ili ajue faida aliyopata kila mtu kwa biashara yake. Akaja wa kwanza akasema, Bwana, fungu lako limeleta faida ya mafungu 10 zaidi. Akamwambia, vema mtume mwema, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lililo dogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Akaja wa pili akasema, Bwana, fungu lako limeleta mafungu 5 faida. Akamwambia, huyu naye wewe uwe juu ya miji 5. Akaja mwingine akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako ambalo nililiweka akiba katika leso.
Kwa maana nilikuogopa, kwa kuwa mtu mgumu, waondoa usichoweka, wavune usichopanda. Akamwambia, nitakuhukumu kwa kinywa chako, mtumwa mwovu wewe. Ulinijua kuwa ni mtu mgumu, niondoaye nisichoweka na kuvuna nisichopanda. Basi mbona hukuiweka fedha yangu kwa watoao riba, ili nijapo niipate pamoja na faida yake? Akawaambia waliosimama karibu, nyang'anyeni hilo fungu, mkampe yule mwenye mafungu 10. Tuombe. Baba mpendwa, asante kwa neno hilo, naomba ukazidi kuyatafsiri katika mchana wa leo kwa jina la Yesu, amina. Amen. Katika mafungu hayo tuliyosoma, tumesoma vitabu viwili. Kitabu cha Mathayo sura ya 25 mstari wa 14 mpaka 30. Katika sura ya 25 ni Yesu akiwa anaongea kuhusiana na habari za ufalme wa Mungu. Ameanza kufananisha na wanawali na baadaye anakuja kufananisha na talanta, na mtu aliyetaka kusafiri agewa talanta. Lakini kuna mfano mwingine pia unafuata katika sura hiyo. Sasa mfano huo unatajwa katika kitabu hicho ukiwa umebeba ujumbe mkubwa. Sura kama hii, maneno kama haya alikuja kuyarudia pia mtu ambaye hakuwa mwanafunzi wa Yesu, lakini alikuwa ni mtaalamu katika uandishi. Mtu aliyekuwa Daktari Luka, naye akachukua yale maneno akayaandika katika kitabu cha Luka sura ya 19 kuanzia mstari wa 12 mpaka 24. Na leo naomba tushirikiane pamoja katika kuangalia tafakari katika sura hizo. Tutajikita tu hapo katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 na sura 25 pamoja na Luka sura ya 19. Katika kitabu cha Luka sura ya 19, mfano huu unatajwa baada ya wito ambao ulikuwa umetolewa kwa Zakayo. Kuanzia sura ya 19 Luka, kuanzia mstari wa 1, anataja kisa cha Yesu kutembelea katika familia ya Zakayo na kutoa baraka na kutoa hotuba katika eneo hili. Sasa baada ya hapo inaeleza kisa ambacho kinafuata. Katika fungu la 11 tumesema waliposikia hayo aliongeza kusema mfano, kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Fungu la 12 ndio anaanza kutoa kisa. Basi akasema mtu mmoja Kabaila. Kabaila ni mtu wa namna gani? Kabaila nijaribu kutafuta kwenye tafsiri mbalimbali. Kabaila kwa Kiingereza ametumika kama nobleman. Kabaila kwenye lugha ya Biblia ya Kihaya imeandikwa Omurangira. Kuna waya ndio. Unajua tabia za Warangira yaani mtu haya kwenye lugha ya Kirundi sijui kama tutamka kwa sawa, ametaja umuganwa. Lakini kwenye Kiswahili cha Kikongo ameandika kama mtu mwenye heshima. Sasa huyu alifanya tu kama ungwana, kwamba alitaka kutawala katika eneo fulani na akaamua kugawanya talanta. Eneo aliyotaka kutawala, Biblia katika kitabu cha Luka anasema wale watu wa karibu wakachukia. Hilo fungu tumelisikia Wakafanyaje? Wakachukia. Nataka tuangalie kidogo hapa kwenye Luka, alafu turudi kule kwenye Mathayo. Lile fungu la 14 sura ya 19 tutaenda kote kote. Anasema lakini watu wa mji wake walimchukia, wakatuma ujumbe kumfuata na kusema hatumtaki huyu atutawale. Lakini habari ambayo ilikuwa kwenye fungu la 13 inasema akaita watu 10 katika utumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia fanyeni biashara hata nitakapokuja. Unaweza ukaangalia hivi hawa watu, mtu ameita watu 10
amewapa talanta, amewapa ushauri kwamba fanyeni biashara mpaka nitakapokuja. Alafu fungu la 14 maneno yanayofuata ni kama ni vitu ambavyo haviendani. Anasema lakini watu wa mji ule wakafanyaje? Wamchukia. Sasa unachukia kwa biashara za watu. Mtu anatoa wito kwamba aisee fanyeni hivi, anatoa hamasa. Alafu watu jamaa wanajikusanya akasema nendeni mwambie ametumia maneno gani? Anasema ile fungu la 14 wakatuma wajumbe kumfuata na kusema hatumtaki huyu afanyeje? Atutawale. Hawa watu hapo wa namna hiyo. Watu wanafanya mambo fulani, alafu wengine wanaanza vikao fulani vya kupinga hata kwa mambo fulani ambayo ni maendeleo. Sasa tukirudi kwenye ile kitabu cha Mathayo, naomba tutaenda pamoja hapo. Kitabu cha Mathayo ameanza kutamka, kumbuka hawa watu wanaoandika vitabu viwili ni kama stories zinapishana kwa namna fulani. Lakini huyu Mathayo yeye alikuwepo kama mwanafunzi wa Yesu. Luka hakuwa miongoni mwa wale 12, isipokuwa alikuwa amepata hizo habari na alikuwa na utaalamu wa kuandika. Kwanza katika kitabu cha Mathayo sura ya 25 fungu la 14 ametoa kwamba maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake akaweka kwao mali zake, akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadri ya uwezo wake. Mungu ametupa talanta kila mtu kwa kadri ya uwezo wake. Hapa wako watu ambao kulingana uwezo ulionao atapewa 10, kulingana na uwezo alionao atapewa 5, na kulingana uwezo alionao mwingine atapewa 1. Sasa anasema mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo. Hapa kwenye kitabu cha Mathayo hataji lile tangazo analolitoa kwamba yule kabaila kwamba fanyeni biashara mpaka nitakapokuja. Hapa halitaji, lakini inaingia moja kwa moja kwenye vitendo kutokana na hili alilofanya huyu mwenye talanta 5. Akachukua zile talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2 na yeye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea, hapa ndio nataka tujifunze pamoja. Yule aliyepokea, moja alikwenda akafukia chini akaificha fedha ya bwana wake. Hii siyo yake. Yeye alichukua ile moja akaenda akaificha chini. Tafsiri nyingine za lugha ya Kiswahili anasema alienda akaificha kwenye udongo. Kwenye tafsiri ya Kiingereza imetumia neno earth, dunia. Ina maana alienda akaiweka kwa dunia. Kwa lugha nyingine, tafsiri ya Kiingereza imetamka neno hilo. Anasema alienda kwenye dunia, ambapo watu wengine tunakuwa tumepewa talanta kwa ajili ya kusaidia ufalme wa Mungu. Hatusaidii, isipokuwa zile talanta ambazo tulizo nazo, shida tunaenda kuzipeleka kwa nini? Kwa faida ya kiulimwengu. Ndio maana kitabu cha Mashauri juu ya Uwakili, naomba nisome hapa haraka. Kitabu cha Mashauri juu ya Uwakili, ukurasa wa 83 mpaka 84, kuna maneno hapo naomba niyasome. Kitabu cha Mashauri ya Uwakili ukurasa wa 83 mpaka 84, kuna maneno haya. Pata ukweli huo karibu. Anasema dhambi kuu kwa wanaodai kwa Wakristo, kila mtu haidhuru awe anafanya kazi gani, yampasa kufanya kazi ya Mungu kuwa kitu cha kwanza akipendacho. Bwana asifiwe. Wengine hawa walienda wakawekeza kwa ajili ya kusaidia ufalme wa huyu bwana ambaye atakuja. Anasema huyu alienda, tuendelee kwanza. Lakini huyu mtu mmoja yeye alikwenda akaifisha kwenye ardhi,
akaificha kwa dunia. Ina maana ikawa haionekani. Ina maana masumbuko ya ulimwengu yakawa yameficha hizi talanta za kiulimwengu, za kimungu. Ina maana mambo yaliyokuwa yakionekana kwake yalikuwa ni mambo ya kiulimwengu. Huyu mtu alikuwa anaishi, huyu mtu alikuwa anafanya, sio kwamba alikuwepo tu, kuna namna fulani alikuwa anafanya mambo mengine. Lakini hii talanta ya muhimu sana ambayo amepewa na Bwana wake anaificha, kwa haionekani tena. Mambo ya kiulimwengu yamezingira talanta hii hata haionekani. Sasa anasema katika hicho kitabu cha Mashauri ya Wakili, endelea kusema kwamba haidhuru au anafanya kazi gani, yampasa kufanya kazi ya Mungu kwa kitu cha kwanza apendacho. Asifanye kazi tu na talanta zake kuendeleza kazi ya Mungu, bali aukuze uwezo wake kufikia lengo hilo. Yaani wewe kwenye talanta utakayokuwa umepewa, isiishie tu kwamba mimi ni shemasi, isiishie tu kwamba mimi ni mwimbaji. Inapaswa ufanye jitihada ile talanta yako kuwa bora. Hata kwenye yale mambo ya kiulimwengu, isiishie tu mimi ninauza duka. Uwe bora kwenye kazi unayoifanya. Na ile fungu na ile pendo inaendelea kusema, watu wengi wanatumia miezi na miaka kujipatia utaalamu wa kufanya biashara au mwingine ili apate kwa mtendakazi wa dunia aliyefanikiwa. Mtendakazi wa dunia aliyefanikiwa, na hata hivyo hafanyi juhudi ya pekee kukuza zile talanta ambazo zitamfanya kuwa mtendakazi aliyefanikiwa katika shamba la Bwana. Amebadilisha uwezo wake na kutotumia vyema talanta zake. Hakuonyesha heshima kwa Bwana wa mbinguni, ambayo hiyo ni dhambi kuu kwa wale wanaokiri, dhambi kubwa kwa wale wanaokiri wana wa Mungu. Narudia, dhambi gani hiyo? Kubadilisha, nasema amebadilisha uwezo wake na kutotumia vyema talanta zake, ambayo hii imetajwa kwamba ni dhambi kubwa kwa wale wanaojifanya wafuasi wa Mungu. Anasema wanajitumikia wenyewe na ulimwengu, wanaweza kuwa jina la kuwa hodari katika mambo ya fedha, waliofanikiwa, lakini hawajali kuongeza kwa kutumia talanta zile walizopewa na Mungu kwa kuzitumia kazini mwake. Ujuzi wa kiulimwengu unakuwa na nguvu kwa kutumiwa, lakini ujuzi wa mambo ya kiroho unadhoofu kwa kutotumika. Na hili ndio jambo ambalo huyu mwenye talanta moja alifanya. Alienda akaificha, mambo mengine akasonga, akaendelea kula maisha. Maana huyu katika kile kitabu cha Mathayo 25, tukirudi pale lile fungu la 19 nasema, baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Baada ya siku nyingi. Kwa huyu kama alipewa talanta, kuna namna fulani alikuwa anaishi. Anaposema kwamba alificha ile talanta, ina maana hii talanta ilikuwa haitumiki kwa ajili ya kazi ya Mungu. Imezingirwa na misongo ya kiulimwengu, kwa hiyo haitumiki. Ukimwona kwenye mambo ya kiulimwengu yuko sawa, lakini kwenye mambo ya ufalme, kwenye zile talanta muhimu ambazo amepewa, amezika hata ionekana. Sasa Biblia inaendelea kusema kwamba alipokuja huyu bwana, huyu kabaila, anasema akaanza hesabu. Mwenye talanta 5, kwa vile alikuwa na nguvu, alikuwa ana nguvu ya kuzalisha zile nyingine, anakuja, bwana, mimi kwangu uliwekesha talanta ngapi? 5. Hizi hapa nyingine 5, nimetengeneza nini? Faida. Akaja mwingine mwenye talanta 2, akasema, na mimi ulinipa 2, nimezalisha hizi nyingine, chukua hizi nyingine 2 kama faida. Sasa fungu la 24, kwanza fungu la 20, kabla ya kwenda mbele, hao watu wawili wote walikuwa wakiambiwa, vema mtumwa mwema. Na hii ndio kauli ambayo tunapaswa kuifanyia kazi. Yaani maisha yako yote unayoishi, tamani kusikia hii kauli wakati wa mwisho. Bwana asifiwe. Wewe mshiriki wa hapa mtaa wa Mzani,
siku moja utamkiwe na Bwana kwamba huyu Bwana ambaye ameondoka siku nyingi, anapokuja na ufalme akutamkie vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache hapa ulimwenguni, basi ingia katika ufalme wa baba yako. Kwa hiyo ni kauli ambayo kila mtu atamani kuipalilia katika maisha yake. Sasa fungu la 24 anasema, akaja na yule aliyepokea talanta moja. Na hawa wanaanza na maelezo. Watu ambao wafanya kazi wana maelezo mengi. Hawa wamekuja tu wanaweza, bwana uliwekesha kwangu talanta ngapi? 5. Hawa wanasema hizi nyingine 5 nimefanyaje, nimetengeneza faida. Huyu mwenye moja anaanza maelezo. Katika maelezo yake anasema, alipokea talanta moja akasema, Bwana nalitambua kwa wewe ni mtu mgumu. Sasa wewe si umeambiwa uje ulete hesabu? Wewe unaleta nini? Yaani kama unafanya kazi na mtu alafu anaanza biashara, anaanza maelezo, unajua tayari umefanyaje? Umefeli, umeshapigwa tayari. Yaani kazi na maelezo mengi huwa viendani. Na ndio maana kwenye utafiti samani, unajua mambo masangwini. Masangwini wana sifa nyingi nzuri kwenye zile aina za watu, haiba za watu zile. Wana sifa nyingi nzuri. Lakini masangwini, miongoni mwa sifa yao ambao sio nzuri, vitu vyao vina mpangilio. Yaani wana maelezo mengi. Yaani anaweza akakupanga kwa story, matokeo sasa. Sasa sikiliza habari za huyu. Fungu la 24 tumesoma. Anasema, Bwana analitambua kuwa wewe mtu mgumu. Nani aliyekwambia? Hajaishia hapo. Wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaifisha talanta yako. Maelezo unasikia hayo katika ardhi. Tazama, ndo anaitoa sasa. Hii hapa ya kwako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, huyu mtumwa wa mwisho. Na wengi wakati mwingine tunaangukia katika eneo hilo bila kujua. Rafiki zangu, watu wa Mzani, mtaa wa Mzani, makanisa yote yaliyoko hapa, wengi washiriki tunaingia katika mtego huu. Yaani ukimwangalia mtu kwenye mambo yake ya kilimwengu, yani wakati mwingine anaenda, alafu mambo ya kanisani yani anafanya tu ovyo. Hapo maelezo mengi. Kwa sababu kwenye maelezo. Hadi mwingine akasema ukiwakuta kwenye mjadala wa kuchangia lesoni, kuchambua unabii. Lakini kwenye utendaji wakati mwingine tunafeli. Sasa anasema huyu mtu wa mwisho, ukisikiliza maelezo yake, jambo la kwanza alikuwa ni mvivu. Jambo la pili alikuwa ni mlegevu. Jambo la tatu hakujua wakati, maana bwana wake atakuja lini. Jambo la 4, maelezo yake yanaonekana alikuwa na kiburi. Anamwambia bosi wake, hivyo unaweza kumwambia bosi wako, najua wewe ni mtu mgumu. Unaweza kumwambia bosi wako namna hiyo? Kwa anaonekana kuwa na kiburi. Kwa sababu inawezekana amefanikiwa kwa mambo ya kulimwengu. Lakini Biblia inamtathmini kwamba huyu ndiye mtu ambaye hakufanikiwa. Naomba niwaambie, tunaishi katika maisha ya ulimwengu huu, lakini hatima ya maisha yake tutatoa hesabu. Na vitu ambavyo sisi, agizo la kwanza tulilopewa ni kuenenda ulimwenguni. Na kuna fungwa hapa, Mathayo 6:33 nimelikuta hapa. Anasema Mungu kwanza, mengine baadaye. Hiyo ni kanuni ya mbingu ambayo ni lazima kwenye zile talanta tulizopewa tuzifanyie kazi. Ina maana na mengine tutazidishiwa, yanafuata hapo. Kwa lazima washiriki, tukitaka mafanikio, tuweze kulenga zaidi sana kuwekeza katika ufalme wa Mungu. Sasa Biblia ile inasema, Bwana wake akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi sikiliza maelezo anayopewa. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Umesikia maelezo haya? Kwenye tafsiri yangu, sio wewe nabii, tafsiri yangu mimi Dennis. Nilipokuja kutafsiri hapa,
watu wanaotoa riba, Biblia imetafsiri kama watu wasio wa dini, si ndio? Kwa nasema Mungu amekuleta hapa, ameukabidhi talanta. Wewe unapokuwa mwalimu msabato, kuna kitu cha ziada unachopewa, na unapoingia tu humu, unapozamishwa tu majini, ukibuka, tambua hili, una talanta ya ziada uliopewa, tofauti na ulimwengu. Na hii iko dhahiri kwa sababu hata Yesu alikuwa na uwezo ule, lakini baada ya kuwa ametoka majini, anasema Roho wa Mungu akashuka kwa kama nini? Huyo ina maana akapata nguvu nyingine kwa kutii kielelezo hicho. Ina maana kuwa mwadventista msabato kuna nguvu ya ziada uliopewa. Namna unavyotenda lazima utende tofauti na ulimwengu unavyotenda. Namna unavyowaza tofauti na ulimwengu unavyofanya. Namna unavyotembea tofauti na ulimwengu uliofanya. Maana Roho wa Mungu ameshuka juu yako. Sasa ndio fungu hili anasema ni bora sasa, kwa vile umeingia ndani ya kanisa, hujatumia ile talanta yako, ni bora hata wangepewa watu wengine wa mataifa huko, wangeweza kuizalisha, hata kama wakati mwingine hawamjui Mungu. Kwani wakienda samani hii si mtaikata hata kwa mfano hawa wa madhehebu mengine tu, nichukule tu warokore, hawamhubiri Yesu. Si bora hata wangepewa hiyo, watangaze tu Yesu anakuja, wajui sabato, wangeitumia hiyo talanta ambayo unayo wewe ya kuimba. Kwani hakuna watu ambao wana talanta za uimbaji wako nje ya kanisa, lakini watu wakiimba watu wanabarikiwa? Hawapo. Anasema hiyo talanta angepewa mtu ambaye kule mtoza ushuru angeizalisha. Ningine nikachukua ya kwangu, alafu haya mambo mengine labda ongeokolewa kupitia hiyo talanta. Kwa sisi wa Sabato tumekalia talanta humu na tutadaiwa. Na wale ambao hawajabatizwa, naomba niwaambie, unapozamishwa pale sio ni ishara tu ile. Kuna jambo la ziada lazima ujue umepewa. Namna unavyofanya, namna unavyovaa, lazima uwe tofauti. Umekuwa kiumbe kipya. Haleluya. Amen. Sasa fungu hilo linasema basi ilikupasa, fungu la 27, ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningepata ile faida yangu. Fungu la 28 nitaomba tu, fungu la 28 nasema basi mnyang'anyeni talanta hiyo, upende yule aliye nazo talanta 10. Naomba kwenye fungu hilo tuende kitabu cha Luka ile tuliyosema sura ya 29. Sura ya 19. Katika fungu lile au mafungu mengi tutaruka, tunaelekea kumaliza. Anasema fungu la 21, fungu la 22, huyu ni ule mtu wa tatu. Akamwambia, nitakuhukumu kwa kinywa chako, mtumwa mwovu wewe. Unijua kuwa ni mtu mgumu, niondoaye nisichoweka na kuvuna nisichopanda. Basi mbona ukuweka fedha yangu kwa watoao riba, ili nijapo niipate pamoja na faida yake? Fungu la 24, akaambia waliosimama karibu. Hilo fungu nimeona tulisome huko, kuna maelezo hapo karibu, nimekapenda. Akawaambia walio karibu. Watu ambao watatuhukumu ni hao wenyewe tulionao mkanisani. Akawaambia wale walio karibu. Narudia hilo neno tena. Akawaambia waliosimama karibu. Waliosimama karibu. Familia yako, washiriki wenzako. Akawaambiaje? Mnyang'anyeni hilo fungu, mkampe mwenye mafungu mangapi? 10. Kwa naomba niambie, kwa nini anaambia watu wale walio karibu? Ndugu yangu, unapofanya jambo baya halikuathiri wewe peke yako, inaathiri na wale walio karibu. Kwa wale wenyewe unakuwa unawaumiza, na inapaswa ufanye mabadiliko. Bwana asifiwe. Amen. Lakini fungu linalofuata hapo, fungu la 25, sikiliza maelezo ya hawa ndugu. Wakamwambia, Bwana, huyu ana mafungu 10.
kwamba wakaanza sasa huyu ana 1, huyu tayari ana ngapi? 4, huyu ana ngapi? 10. Alafu unatuambiaje? Yaani walifanya kama Bwana amesahau. Walifanya kama Bwana amesahau. Akasema inakuwaje namwambia huyu mwenye 10 ndio tayari anazo 10, alikuwa anazo 5. Na zile 5 alizopata faida umemwachia. Sasa inakuwaje namwambia ongeze huku? Jibu la Yesu linakuja, nawaambia kila aliye na kitu atapewa, bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alicho nacho. Usalama wetu pekee kwenye zile talanta tulizonazo tuzizalishe. Ikiwa umepewa talanta nyingi, usiangalie wengine. Na hili wakati mwingine hata kwenye hata kanisani tunapokuwa tunafanya labda ujenzi wa kanisa hili, watu tunajaribiwa kuangalia fulani ametoaje ndio useme ujilinganishe kwa watu. Kipimo chako kiwe kulingana talanta Bwana alizokupa, sio kulinganisha na fulani ametoaje. Ukimwangalia huyu Dennis kama ametoa 10,000, basi mimi namzidika kidogo nitatoa 12,000. Hiyo ndio tatizo ambalo wengi tunalo. Bwana aturehemu. Tufanye kulingana talanta tulizopewa. Huyu mwenye talanta 5 angeangalia huyu mwenye talanta 2, huyu amezalisha tu 2, mimi niongezeko tu nyingine 2 ziwe 7. Yeye anazalisha kulingana na ulizopewa. Kama umepewa uwezo wa kuimba, imba kwa nguvu bila kulinganisha kwamba kanisa ina watu wangapi. Kama umepewa nguvu ya kuzalisha biashara, zalisha zaidi. Amen. Na jambo lingine ambalo tunapaswa tulifanye ni kujifunza, kama tulivyosoma kitabu cha Mashauri ya Wakili, kuongeza talanta nyingine, kuwa na ujuzi wa kuongeza talanta nyingine. Bwana asifiwe. Na ndio maana kunakuwa na mikutano hii kama ya ATAPE. Sasa naomba, nimejaribu kutafuta kitabu cha Kiswahili, mtanisamehe sijakipata, lakini nitaomba mtanivumilia nisome dondoo hii. Nisome dondoo hii kuhusiana na mfano huo wa mtu aliyetoa talanta. Kwenye dondoo ya Kiingereza, kitabu cha, kama kuna mtu mwenye nacho cha Kiswahili atanisaidia, nimejaribu kutafuta sijakipata. Kinaitwa Vielezo vya alivyovitumia Kristo. Kwenye kitabu cha Kiingereza kinaitwa Christ Object Lesson. Amesema maneno yafuatayo, mimi sio Mwingereza ila kuna maneno fulani tu nimeyapenda. Anasema let none suppose that they can live a life of selfishness and then, having served their own interest, enter into the joy of their Lord. In the joy of unselfish love they could not participate. They would not be fitted for the heavenly courts. They could not appreciate the pure atmosphere of love that pervades heaven. The voice of angels and the music of their harps would not satisfy them. To their minds, the science of heaven would be an enigma. Maana yake kwa ufupi ni hii, kwamba asiwepo mtu yeyote ambaye ataishi maisha ya uchoyo, maisha ya kujiinua, maisha ya kujinufaisha, maana huyo hata fiti kwenye ufalme wa Mungu. Anasema hataweza kuvumilia, yani hata hizi shangwe za malaika ataziona sio sehemu ya yeye kuwepo. Kwa hiyo anasema kwamba zile sauti za malaika na muziki wa kimbingu, inasema ataona kama ni sehemu ambazo hazimpaswi kuwepo, na hivyo atakuwa hajafaa kusimama katika mahakama ya mbingu. Kwa jambo ambalo napaswa kulifanya ni kutumia jitihada zangu zote, zile karama nilizopewa, talanta nilizopewa zinolewe. Ndio maana tuna mikutano ya ATAPE inayohusika kwenye kunoa kwenye masuala ya kiinjilisti, inayohusika kwenye kunoa kwenye masuala ya kiulimwengu, kama alivyoandika kwamba katika kitabu cha Wakolosai tuliposema
anasema mwambie Ekipo iangalie sana huduma uliopewa katika Bwana uitimize. Bwana asifiwe. Iangalie sana, fanya kila jitihada uweze kutimiza hiyo jitihada. Na hivyo naomba nitumie fursa hii kama sehemu ya kunoa talanta zetu, niwakaribishe kwenye mkutano utakaofanyika Chato. Bwana asifiwe. Amina. Na hapa sio mbali, kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 27 mwezi wa 12. Tuna sababu nyingi ambazo zimefanya tuweze kuweka tarehe hizo. Moja, watu wengine ambao watumishi wanakuwa wana likizo tu ya kawaida, kwa haitakusumbua tarehe 23 mpaka tarehe 27. Wengine wanapokuwa wanahangaika na kusherehekea sherehe za kiulimwengu, sisi tutakuwa pale tunazidi kunoana kwenye masuala ya kufanikiwa katika ulimwengu, lakini zaidi sana kufanikiwa kwenye ufalme wa Mungu. Haleluya. Na neno kuu la mkutano linasema tufanye kazi usiku wote. Haleluya. Amina. Katika ili kunoa hizo talanta, naomba nikwambie kwanza, kwa neno la Mungu watakuwepo wataalamu wa uhakika. Mnaweza mkao mnawafahamu, mnaweza mkaangalia hata mtandaoni. Mmoja wao mtaalamu wa masuala ya biashara na uchumi anaitwa Elias Ligua kutoka Dar es Salaam. Ana viwanda, anafanya biashara ndogo, biashara za kati na biashara kubwa. Kwa hiyo ni kulingana na eneo la watu waliopo, utafaidika. Bwana asifiwe. Lakini yupo mtu ambaye atakuwa ni mtaalamu wa kilimo. Wale ambao ulikuwa Dodoma, alikuwa pale, tumebahatika kumpata, sio rahisi. Alikuwa anatoa masomo ya kilimo kwenye ile kongamano la uwekezaji. Anaitwa Mgeta, pia atakuwepo. Lakini vile vile atakuwepo wale waliokuwa Tabora, walisema mwenyekiti, kati ya wale wahudumu jitahidi yule wa uchumi Mbila awepo. Na mimi nikasema mimi ni nani? Kamati kuu ikakaa, wakasema Mbila naye atakuwepo kwa masuala ya uchumi. Nadhani mnamkumbuka. Alikuwa kijana mdogo lakini ana nondo za hatari. Kwa hiyo tumekusanya watu wenye nondo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo sasa mkutano wa kukosa. Lakini mhudumu mkuu anaitwa Pastor Haidi Sadiki Juma. Yeye ni katibu, mnafahamu vizuri Yeye ni katibu mkuu wa South Nyanza Conference na ndiye mhudumu wetu mkuu katika mkutano huo. Kwa utakuwa ni mkutano wa moto. Bwana asifiwe. Amen. Na utakuwa ni mkutano wa kihistoria ambao unaunganisha conference mbili, majimbo mawili, na utakuwa wa mwisho. Baada ya hapo tunaambiana bye bye. Bwana asifiwe. Amen. Sasa hapo watu wa Tabora watakuwepo, watu wa Kigoma watakuwepo, watu wa Kagera watakuwepo, watu wa Chato watakuwepo. Baada ya hapo tunaanza kuzungukiana sisi wenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Wao ndio kila kutafuta rafiki wa Tabora, ili ndio fursa hiyo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa na wasili sikose mkutano wa kihistoria. Wiki kama 3 zilizopita nilikuwa na kikao na mwenyekiti wa jimbo la Magharibi mwa Tanzania Pastor Kuyenga, akasema wewe mkutano na mimi kwa neno Mungu sitakosa. Hata kama nimebanana kiasi gani, angalau hata siku 3 niwepo. Jimbo la Magharibi mwa Tanzania Pastor Kaskazini Magharibi Pastor Mahende na timu yake wanasema kwa neno la Mungu atakuwepo. Kwa utakuwa ni mkutano mkubwa. Yaani ni mkutano ambao pia viongozi wataongea na washiriki. Na huo wafahamu viongozi, kwa sababu tunategemea asilimia kubwa ya viongozi wa majimbo watakuwepo, ikiwezekana viongozi wa union. Nilikuwa naongea na Pastor Sando, katiba yake ingeruhusu naye angekuwepo, lakini ataangalia kwa sababu kuna hivi vikao vya mwisho wa mwaka vimesogea mbele sana. Lakini ni mkutano ambao ninajisikia nguvu kuunadi. Bwana asifiwe. Amen. Na nitafurahi sana mkutano wote ukiwepo. Na tumetafuta ukumbi mkubwa. Mara ya kwanza watu wakasema tuende Buselese, na mimi nikasema tungeenda Buselese, lakini tukatafuta ukumbi mkubwa. Huko wapi? Huko pale Chato mjini. Kwenye shule ya sekondari Chato kuna ukumbi mkubwa mpya. Yaani hadi wale wakasema watu wa Mungu waje. Na hostel zipo nzuri. Utalipa shilingi 10,000 kwa siku zote. Na zamu hii tumeanza kwenye begi langu wanaenda na maoni. Yale maoni waliotoa Tabora wanaenda nayo kwenye mkoba. Kwa angalia hili limetekelezwa, hili hajatekelezwa. Miongoni mwa
maoni mengi ilikuwa tunataka siku ziongezwe watu wapate nondo. Kwa hiyo tukasema tutaanza tarehe, yani siku ya kuripoti ni tarehe 22. Kwa 23 asubuhi ni kuanza nini? Vipindi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu hapo pia tutakuwa na mikutano mingi ya kutengana kama field. Kwa hiyo ndio maana tumeanza tarehe 20 na ngapi? Na 3. Kwa hiyo 23 tunajifunza, 24 tunajifunza. Baada hapo tutakuwa na mkutano mkuu wa majimbo mawili, mkutano mkuu wa jimbo moja na maazimio ya pamoja na uchaguzi pia wa viongozi wengine watakaoongoza majimbo mawili tofauti. Kwa hiyo ukikosa hilo tukio, mimi nakuonea huruma. Kwa kama ulikuwa umepanga kukosa hilo tukio, jipe pole. Bwana asifiwe. Na vingine ni rafiki kabisa. Tumesema wanakwaya, kila mwanakwaya ni shilingi 15,000. Rafiki kabisa. Wanachuo na wenyewe tunawapa fursa hiyo 15,000. Ila sisi washiriki wengine wakuwa wakaingia kwa wanachuo uje na kitambulisho cha chuo. 15,000. Washiriki wengine ni 30,000. Pamoja na gharama za maisha kuongezeka, tumesema wanachama na washiriki tusiwaongezee. Itakuwa shilingi ngapi? 30,000. Kwa tuje kwa wingi. Bwana asifiwe. Na imani yangu ni kwamba mkutano huu utakuwepo. Ule ukumbi unabeba watu hata 2,000 ule. Kwa hata mngekuja wote hapa, mambo tu yatakuwa vizuri. Haleluya. Amen. Na mimi najitahidi kuangalia hivi ili sura niweze baadhi nizikariri na naendelea na zoezi hilo. Kwa nawakaribisha sana. Kwa nakaribisha katika mkutano huo. Wimbo mkuu namba 59 tulioimba hapa, sisi tumeanza kuonja hapa. Fanyeni kazi zenu. Kwa nawakaribisha sana katika mkutano huo. Na vyakula pale tumeambiwa wafanye bei rahisi sana. Yaani walikuwa wananiambia kwamba hata kuanzia 1,000, lakini basi sisi pige kuanzia 1,500, si ndio? Kwa ukiwa na 3,000 tunakula kwa siku. Bwana asifiwe. Amina. Ukiwa na 3,000 tunafanyaje? Kwa mambo yetu ya kawaida. Ila usio kandai kuku kwa shilingi 3,000. Kulingana hata usitoa talanta kulingana na uwezo aliona wewe. Na wewe kulingana kama ukiweza, kwani wewe niwape sababu tuko kwenye hotuba hapa namalizia. Tulifanya mkutano kipindi hicho, wanasema hata pale watu matajiri, mimi nikajichomeka huko kwanza. Tukafanya mkutano Malaika Beach. Hata nao walikuwa waanza kuzoea mkutano ya kitaifa. Ile mkutano kiingio ilikuwa 80,000. Sasa watu wakasema maisha hapa ni magumu, chumba tu pale kulala kwa siku ni 300,000 na kuendelea. Kwa hiyo mazingira yenyewe yalikuwa mazuri. Mungu anafungua njia. Nimeenda pale kwenye ule mkutano. Nilikuwa najua maisha nilikuwa naishi. Wakasema hapa chakula kuanzia 5,000 kilikuwa cha kawaida. Bwana Mungu akafungua njia. Nyuma ya hiyo hoteli kubwa ilikuwa Malaika Beach Mwanza, ambao wanaifahamu. Nyuma ya hiyo hoteli Mwanza, kumbe watu wakitoka huko wavuvi. Kuna sehemu mama fulani alikuwa anawapikia hapo. Tukenda tukao tunapata ugali na samaki kuanzia shilingi 1,500. Mjini Mwanza ambapo ukiingia tu ndani chakula bei yake ni hatari. Kwa mkutano ukiisha, kwani kuna mtu atajua nimekula chakula cha 1,500? Mradi tu tai ipigwe vizuri, kama nikamwambia suti ipigwe. Wakisema tu jamani tutakutana mchana 1, 2 kwa mama umeshaivisha, piga msosi, tunarudi tunakula nondo za mkutano. Sasa ukija pale ukaanza kushangaa. Sasa mkutano ni mgumu. Maisha kuna watu pale hata wajero unaweza ukaupata. Sasa ni namna unavyoishi pale, si ndio? Dodoma watu wanaingeka Yesu anasema adena nini? Na maandazi. Asante. Kwa hiyo wao ukitoka pale imradi wewe na mafuta ya kujipaka, si ndio? Maji pale yapo muda wote. Ukilipa 10,000 yako, maji ya kuoga yapo bure kwa siku zote. Bwana asifiwe. Unapewa godoro, unapewa kitanda. Wewe ukimaliza hapo, jikunje kwenye begi lako, umeandaa maandazi na mihogo iliyokaushwa. Piga mihogo, nenda ule nondo za mkutano. Alafu ukija unaanza kujipanga upya huku. Ukienda mkutano mwingine na wewe unaanza kuuliza leo nataka samaki na ubebe ulezi. Haleluya.
Amen. Usikose mkutano. Haleluya. Amen. Sasa sijui niendelee kunadi. Naona kama naonea wivu. Jamani, karibuni sana Chato. Amen. Na kiukweli nilikuwa naongea na katibu wa wilaya hapa. Ilikuwa inapaswa Sabato leo niende Tabora. Nadhani nilikwambia. Ilibidi niende Tabora. Kabla niwaahirishe nasema ngoja niende kwa marafiki zangu kwanza hawa. MCM kwa Arusha wakasema nimewatenga. Nikasema niende kwa marafiki tuyajenge. Nikipata watu kama kwani hawa wote haiwezekani hata 200 wakahudhuria ule mkutano. Hebu tujaribu tuone. Wanaosema kwa neno la Mungu watahudhuria mkutano. Wasimame hapo wasogee mbele tuone. Bwana asifiwe. Amen. Wasogee mbele. Subiri kwaya zote zinakuja. Naomba niwaulize kwaya ya Mzani, naomba nisiwaulize nyie marejeo. Mkija msipokuja ni kesi. Kwaya ya Ugese, naomba niwaulize kwa sababu mzee mkutano michache. Tunaambiana ukweli. Mnakuja hamji? Mimi mna wasiwasi gani? Unajua nilikuwa napata shida kuhamasisha watu wa Kigoma kule mbali na Tabora kule mbali kwa sababu ya ule umbali nauli na nini. Hapa Chato ni karibu. Kwaya ya Ugese. Hapa nianze kwaya ya Marejeo nisiwanyime haki yenu. Mnasemaje? Kawaida. Ugese. Tutakuwa na kikao nao baadaye. Chemchem. Amen. Kwaya vijana, ule wimbo usipopigwa kule Chato sitawaelewa. Vijana. Amen. Kwaya gani nyingine? Tumaini wa kwako. Na imani hamtakosa. Bwana asifiwe. Amen. Haya. Naomba nitambue sasa watu wa Bwana. Sawa, kwa neema ya Mungu tunaanza kujipanga kuanzia sasa. Bado tuna takriban wiki 3 mbele kwa ajili ya maandalizi. Wasogee mbele tuweze kuomba pamoja. Ikiwa una nia, hata kama hujapata hela, una nia ya kuhudhuria retreat Chato. Karibu hapo hivi nilivyo, bahati mbaya mimi sijui kufanya sana promotion. Hilo sijui kabisa. Kwa hiyo ambao wenyewe na haya maneno niliyosema kwa neema Mungu ni kweli na niamini. Haleluya. Amen. Haya, wasogee mbele mwana sasa. Kwa neema Mungu tutaenda Chato. Ni kwa hiyo na mikono ya watu kadhaa. Naomba tusogee mbele. Usianze kuangalia mwingine. Mzee unakuja. Amen. Kwa neema Mungu mkono ubarikiwe sana, umechagua fungu jema. Amina. Mzee Israeli ningekushangaa ungekaa nyuma. Barikiwe sana. Jamani, naomba nisimie muda mrefu kwenye wito. Watu hapo waishaanza kwenda kula na mimi nataka nitende haki. Wanaoenda kwa neema ya Mungu ambao sasa tutaenda kwenye mkutano wa Chato. Sina wanakoya wasogee mbele. Wanakoya waje huku nyuma ambao wanasema kwa Mungu tutaenda ili tuombe pamoja pia. Maana sio kwa nguvu zetu wenyewe. Wanakwaya wote. Tuna kwaya ya Marejeo, tuna kwaya ya Chemchemi tayari, tuna kwaya ya vijana. Yaani usisubiri wengine waongee. Hata kama uko peke yako kwenye kwaya njoo. Wanakwaya waje huku nyuma. Sasa wale ambao ni wanakwaya nitaomba mtaniandikia majina wanakwaya kwaya zenu na idadi. Wale ambao ni wanachama ambao ni washiriki sio wanakwaya waje hapa, wanakwaya wasogee nyuma hapa. Ambao ni washiriki, mzee Israeli ongoza jazi hapa na mzee wangu hapa. Wazee wa kanisa ni muhimu sana kuwepo na waratibu. Ni muhimu sana, mbarikiwe sana. Nimesema situmii muda mrefu kwa ajili ya wito. Barikiwe sana, barikiwe sana. Kuna mwingine? Yaani hata kama hujapata hela, umepata ile wazo leo. Amen. Karibu sana. Nataka kuniambia kundi lote halina mpango.
Haya, andika na namba ya simu. Wakati wanakuja, wakati wanaandika. Haya, kwaya moja unatupatia wimbo haraka hapo. Kwaya ya vijana. Kwaya ikiisha, kwaya ya vijana Rugese. Kwaya ya vijana Rugese. Tena ikibidi, si ndo mimba ile asubuhi. Pigeni ule au mna mwingine tena mkali zaidi au. Piga huo. Kwaya ikimaliza tunaomba. Kwa hiyo wale ambao wanahitaji kujiunga na hili kundi, baadaye Israeli utafanya Kayanga utafanya utaratibu, inawezekana kutafuta usafiri wa pamoja, na gharama itakuwa ni nafuu, najua hivyo. Kwa hiyo endelea kujihoji moyoni mwako, usogee mbele. Hivi ni vionjo vya Chato. Bwana asifiwe. Amen. Sasa wimbo kama mnataka mkawimbe wapi sasa? Kwa mkutano huo. Mimi kwenye ile kwaya Kayanga, ule wimbo wa kwanza wa pili kuingia YouTube wa Atape ulidhaminiwa na mtu mmoja ambaye alihudhuria tu hivi kwa kuhudhuria kwenye mkutano. Kwa hata kwaya ambao bado wamekaa, tujitafakari upya, labda mtajadili na masharti yenu kadhaa, ila ni wito wangu kwamba muweze kuhudhuria. Lakini na washiriki wote naendelea kutoa wito. Inawezekana kuna watu fulani ambao bado wana jambo fulani wanaweza ili jambo bado linakalia vibaya, kabidhi Kristo aweze kulifungua. Haleluya. Na imani hautajuta kuhudhuria mkutano huo. Tunapoomba ombi la mwisho sasa, kama unajua kuna watu wengine wanakuwa hawawezi kujitoa mbele, utasimama mahali ulipo, unahitaji kuhudhuria mkutano lakini bado una kikwazo fulani, utasimama na umuombe Mungu kimya kimya aweze kukuwezesha wakati tukiwa tunaomba. Basi niwaalike tuweze kuomba. Baba mpendwa, tunaleta utukufu kwako kwa namna ambavyo umejifunua kwetu. Tufundisha habari za talanta na umetufundisha tunapaswa kuzinoa, na umeweka kwetu mikutano mbalimbali ya kusaidia kunoa talanta hizo ikiwepo ya Atape. Baba, tunajikabidhi kwako kundi hili kubwa ambalo limejitoa kuhudhuria. Inawezekana wamejitoa lakini mipango mingine haijaenda sawa, naomba ukapate kuwawezesha, watie nguvu. Ikiwa kuna kikwazo cha kiuchumi, ikiwa kuna kikwazo cha ruhusa, ikiwa kuna kikwazo cha kifamilia, Baba wewe kwa vile haya yote ni yako, naomba ukapate kufanikisha na kuondoa vikwazo vyote. Tutakapokuwa tukiomba kwa ajili ya mkutano huo, endelea kuwasaidia wahudumu wote ambao wanajipanga kuja kuhudumu katika mkutano huo, wakapate kuandaa vitu ambavyo vitawafaidisha pia ambao watatoka katika eneo hili. Ikiwa kuna kundi lingine pia bado na wasiwasi hajajitoa lakini wanafikiria kufanya hivyo, mchana pia tutatoa wito, naomba ukazidi kunena nao katika mapumziko haya. Ikiwa kuna wengine wamesimama, ikiwa ni mmoja, wawili, Baba Mwenyezi ambao hata misioni, naomba ukapate kuwatia nguvu ili wakapate kushinda katika hilo. Tuwatumie gharama nyingi kwenye mambo mengi, lakini Baba Mwenyezi tuwezeshe pia na sisi kwa ufalme wako tuweze kujitoa kikamilifu na tukapate kutumikia sasa na fadhili zako. Asante kwa viongozi wa kanisa, asante kwa wanakwaya, asante kwa washiriki ambao wamejitoa kuhudhuria hapa. Naomba mchungaji naomba akapate kumuimarisha na akapate kuwa na afya njema na kazidi kutumikia jinsi ipasavyo. Kwa Mwenyezi tunajika mikononi mwako katika mapumziko atakayofuata kwa jina la Yesu, na ukapate kuturudisha pia kuendelea kujifunza kweli zako. Kila mmoja wetu naomba akapate kumtia nguvu sasa na fadhili zako. Kwa jina la Yesu naomba. Amina. Amen. Mungu awabariki sana. Majina mmaliza.